Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu mzuri kuliko maelezo. Yeye anakuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye anakupenda na yeye anafurahia kukuona wewe ukiwa unafanikiwa. Yeye anafurahia kukuona wewe ukiwa na afya njema. Lakini ili yeye aweze kufanya hizo baraka kuwa halisi katika maisha yako, wewe pia unao wajibu. Unayo mambo kadha wa kadha ambayo ni lazima uyasimamie ili kumruhusu yeye kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Na ndio maana kwangu mimi hii ni baraka ya kipekee sana kuweza kuleta neno la Mungu kwako, kukwambia ni nini ulio wajibu wako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 23, maandiko yanasema, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndiyo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la Mungu linatuonyesha jambo la kipekee sana. Maandiko yanaeleza ya kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka katika wafu, alafu akamketisha mahala pa juu, juu ya mamlaka zote, juu ya changamoto zote ambazo zingeweza kuinuka katika ulimwengu wa wanadamu. Yeye akawa ndiye mfalme, ndiye mtawala juu ya vyote. Lakini haikuishia hapo. Neno linasema pia akatoa mamlaka hayo ya kiufalme, ya kiutawala kwa kanisa. Kwa hiyo akamfanya Yesu na kanisa kuwa kitu kimoja. Kwa lugha nyepesi tunasema sisi tunatawala pamoja na Yesu. Kile ambacho Baba wa mbinguni alimpatia mwanawe Yesu Kristo kukitawala, sisi kama kanisa tumepewa nasi kutawala. Wapendwa, tumepewa kutawala juu ya magonjwa. Na ndio maana magonjwa yanapoinuka dhidi yako, wewe unayo mamlaka. Unalo jina la Yesu. Unaweza ukakemea magonjwa na magonjwa kukuachia. Changamoto za kiuchumi zinapoinuka, unayo mamlaka. Tumia jina la Yesu. Kemea hiyo hali ya vurugu ambayo inainuka katika biashara yako, na yote yatakuwa sawa. Neno linatuonyesha ya kwamba sisi tumeketishwa pamoja na Yesu. Tumepewa kutawala, tumepewa mamlaka katika ulimwengu wa roho, ili kwamba tuweze kudhibiti kila hali ambayo haiko sawa. Hii ni habari njema kusikia kwangu na kwako. Ni kuonyesha ni namna gani Mungu anatuwazia mawazo mazuri, ni namna gani Mungu anafurahia kutuona sisi tukiwa juu, tunasimamia mambo yote. Na ndio maana mimi ninaamini kama imetokea mambo yameharibika kwako, aidha inawezekana ikawa ni changamoto za kiafya au inawezekana ikawa ni changamoto za kuhusiana na masuala ya kiuchumi, wewe unayo mamlaka ya kuweza kubadilisha mazingira. Unayo mamlaka ya kuweza kufanya hayo mambo yakae vizuri, na mamlaka hayo yapo ndani ya jina la Yesu. Tumia jina la Yesu. Unapoona biashara haiendi sawa, ita jina la Yesu juu ya biashara yako na mambo yatakaa sawa. Inawezekana ni afya, unaona haijakaa sawa, ita jina la Yesu na mambo yatakaa sawa. Ninakuhakikishia ya kwamba mamlaka ulionayo hakuna wa kuweza kupinga. Kama umebarikiwa na somo hili, basi napenda tumalize kwa maombi ya ukiri kwa pamoja. Hebu sema nyuma yangu: haleluya, mimi nimeketishwa na Yesu katika ulimwengu wa roho. Nina mamlaka juu ya magonjwa, umaskini na laana. Kwangu yote yanawezekana.